Asifiwe. Tutaenda kuona kitu ya 5 na kitu ya 6. Hiyo kanisa ya Antiokia ilikuwa inafanya. Ukisoma hapo Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 2, kuna kitu utaona pale ilikuwa different. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1, Biblia sana huko Antiokia katika kanisa liliokuwepo palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herodi na Sauli. Tunasema katika kanisa hii ilikuwa na sifa 6, ndio ilisababisha kanisa ipanuke na kuwa best. Sifa ya kwanza, waliweka uongozi vizuri, utawala. Na narudilia, watu wanaweza kuwa wasiwe na vipaji kubwa, lakini kama utawala itakuwa mzuri, hiyo kazi itainuka. Na nakwambia utawala mzuri ni kupatia mtu kazi ile anajua. Unapopatia mtu kazi ya juu, unajua unampa cheo, na cheo ainue kazi yoyote. Cheo hawezi kuinua kanisa, lakini ni kazi inaweza kuinua kanisa. Hata Yesu, na si kanisa tu, shughuli yote. Ukimpatia mtu anayejua kutengeneza vitanda, meza, umpatie ajenge nyumba, hiyo nyumba itajengwa. Ukimpatia mtu anayejua kujenga nyumba, atengeneze TV, hiyo kazi haita. Kwa hiyo lazima mpatie mtu kile kitu anachokijua. Na watoto wa dunia kabisa wanampatia mtu kazi ile anajua. Lakini kanisani watu wanapewana kazi kitu ajue. Sasa mtu akipewa kitu ajue, sio kazi tena, inageuka kuwa cheo, na mwisho ya siku inaharibu kazi ya Mungu. Na utawala bora kwa mtu anapewa kile anajua. Namba 2, hao walipopewa hiyo kazi walikuwa natumika hiyo kazi. Kuna watu wanapewa kazi lakini hawaitumiki. Lakini namba 3, nakwambia katika namba 2, katika mfumo yao ya kutumika, walikuwa wanatumika katika mifumo 2. Walikuwa wanamfanyia Bwana kazi, walikuwa wanafanya kazi ndani ya kanisa, na walikuwa wanafanya kazi nje ya kanisa. Kumfanyia Bwana kazi ni kusema walikuwa wanamwabudu Bwana. Kufanya kazi ndani ya kanisa, mhubiri alikuwa anahubiri, waimbaji walikuwa wanahubiri, manabii walikuwa wanatoa nabii. Kila mtu alikuwa anafanya kile anajua kwa faida ya kanisa. Na kufanya kazi nje ya kanisa, kwa hiyo walikuwa wanavuna watu waleta katika Kristo. Lakini tukakwambia namba 3, kando na hiyo walikuwa naomba. Namba 4, walikuwa nafunga. Tunasema namba 5 sasa. Biblia inasema hawa watu namba 5, unakuta hapa wanataja kulikuwa Barnaba, kulikuwa Sauli, kulikuwa Simeoni. Hii kanisa ilikuwa na watumishi wengi, lakini hata ilikuwa na watumishi wengi, ni watu 5 majina yao imetajwa. Unisikilize, hata jina ya mchungaji wa kanisa haikutajwa, lakini hii kanisa inatajwa jina ya manabii na jina ya walimu. Ndio nakuta walitumwa, kati ya 5 2 wakatumwa wakaenda, lakini kwa hiyo mchungaji alibaki. Kulikuwa mashemashi, kulikuwa wainjilisti, kulikuwa, lakini hao wengine wote hawakutajwa. Ni hawa 5 majina yao ilitajwa. Kwa nini majina ya watu 5 ndio inatajwa na majina ya watu wengine ikose kutajwa? Jibu ni simple. Unajua kuna mtu anatumika kawaida na kuna mtu anatumika kutaka kujijengea jina. Unisikilize, hawa walikuwa wanatumika kwa kutaka kujijengea jina, na ndio mwisho ya siku wakapata jina. Na kwa kutumika kwa kutaka kujijengea jina, lazima utumike isiyo ya kawaida. Nakwambia kazi haiwezi kupanuka na kuinuka na watumishi wa jina. Namba 1, kazi haiwezi kupanuka na kuinuka bila watumishi. Yesu anasema mavuno ni mengi, lakini watendaji wachache wako. Kazi yote itapatikana, lakini hakuna wafanya kazi, hiyo kazi haiwezi kuinuka.
Namba 2, kazi yote itapatikana ikipata watu wa vyeo wenyewe watumiki, hiyo kazi haitaenda mahali. Namba 3, kazi yote itapata watendaji lakini wanatumika kwa kawaida, hiyo kazi pia itageuka kuwa kazi ya kawaida. Lakini kama tunataka kuwa na kazi niko extra, lazima watu watumike zaidi ya kawaida. Kwa hiyo walitumika mpaka wakajijengea nini? Majina. Ukisoma ndani ya Biblia katika kitabu ya Mwanzo, na ukisoma katika kitabu ya Mwanzo 31 na ukisoma katika kitabu ya Mwanzo 11, utakuta vitu mbili. Unakuta wakati Yakobo alitoka kwa baba yake hakuwa na kitu. Yakobo alienda na vitu 3. Alienda na baraka ya baba yake, alienda na fimbo na kachupa kadogo kama mafuta peke yake, ndio Yakobo alikuwa nayo. Lakini Yakobo alipofika kwa Labani baada ya miaka 20 na mwaka wa 21, Biblia inasema Labani akaanza kumsikilia wivu, kwa sababu Yakobo anakuwa na mali mingi, Yakobo anakuwa na watoto, Yakobo anakuwa na familia, Yakobo anakuwa na wafanyakazi 618. Labani akaanza kumchukia, Labani akaanza kumwangalia na sura mbaya, mpaka watoto wa Labani wakasema Yakobo amebeba mali yetu ya baba yetu yote. Yakobo, Mungu akamwambia rudi kwenu. Yakobo akaita wake zake, akaita Raheli na akaita Lea. Napenda maneno ya Yakobo anaambia Raheli katika Mwanzo 31. Yakobo anaambia, mnajua vile nilimtumikia baba yenu na nguvu zangu zote. Kwa hiyo Yakobo akiwa anatumika kwa kazi, kwa mali isiyo yake, lakini kusudi Yakobo apate jina na akuwe tajiri, Yakobo alimtumikia Labani kwa nguvu zake zote. Kwa hiyo alitumika akiwa anajiwekea nini? Jina. Asa mara mingi watu wanataka kuinuka kuwa big, lakini wakiwa wanatumika kwa njia ya kawaida. Ukitumika kwa njia ya kawaida utapata vitu ya kawaida. Ukitumika kwa njia isiyo ya kawaida utapata vitu visio ya kawaida. Pokea huyo mtu tena, njiko ananipigia simu. Mwambie ule njiko ananipigia, mwambie mimi niko na. Ukitumika kwa njia isiyo ya kawaida unapata vitu visio ya kawaida. Ukitumika kwa kawaida unapata vitu vya kawaida. Sasa Yakobo kwa sababu alitumika kwa nguvu zake zote, anatumika ziada, matokeo yake akajikuta anapata mali mingi. Na kwa kazi ya Mungu, kama tutatumika kwa njia isiyo ya kawaida, lakini watu wengi wanapoanzisha kazi ya Mungu wanaitumika njia ya kawaida. Tuseme kama ni ibada Jumanne ni Jumanne, ni ibada Alhamisi Ijumaa, na ibada Jumapili, na wanatarajia wanakuja ile wakati wa ibada pale Jumanne, huyo mwenye ameanzisha hiyo kazi anakuja kwa ibada Ijumaa, ule muda watu wanakuja, na anakuja kwa ibada Jumanne. Sasa anataka kuwa iwe vitu extra, japo ibada ya Jumapili inatengenezwa katikati ya wiki, inategemea vile ulitembelea watu, inategemea vile uliongea na washirika, inategemea vile uliombea, inategemea vile hiyo kazi uko natumika ya ziada ya pembeni, ulienda kuombea, uliongea na ulisalimia washirika, ndio inasababisha Jumapili kutokea kitu ya maana. Sasa wakina Paulo, wakina Barnaba, kanisa ya Antiokia ilikuwa na watumishi wengi, lakini hao wakina Paulo, Barnaba, wakina Simeoni, wakina Nikia, wao walitumika wakiwa wanajijengea jina. Kwa hiyo walitumika extra, kama vile Yakobo alipokuwa anatumika kwa mali ya Labani, alitumika kwa nguvu yake yote, alitumika beyond, extra. Ukitumika ya ziada, hata kazi ya serikali ukitumika ya ziada, hata kampuni ukitumika ya ziada, unakuwa na malipo pia ya nini? Ya ziada. Na ukitumika ya kawaida unapata mshahara wa nini? Wa kawaida. Sasa kazi ya Mungu, kama tunataka kutarajia kazi ya Mungu ipanuke, mwinjilisti atumike kazi ya ziada, mwimbaji atumike kazi ya ziada, mtume atumike kazi ya ziada, mwalimu atumike kazi ya ziada,
mchungaji atumike kazi ya ziada. Kazi yote inayotumika kwa kawaida inakuwa na matokeo ya kawaida, lakini kazi yote inayotumika kwa ziada inakuwa na matokeo ya ziada. Kwa hiyo hawa watu walijijengea jina. Ukisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 11, Biblia inasema watu walipoteremka na wakapata sehemu tambarare, na walipokuta hiyo sehemu tambarare wakasema, si hatutoke hapa, tukusanye tujenge mahali hapa, tujenge mnara, na hii mnara iende mpaka mbinguni kusudi tujijenge jina. Lakini kwa wao kujijengea jina inahitaji wapike matofali, kwa wao kwa kujijengea jina inahitaji wajenge, kwa wao kujengea mpaka kufika inahitaji wafanye kazi ya ziada. Lakini Mungu alizuia shughuli kwa sababu ya mambo mbili, kwamba hiyo mawazo walikuwa nayo ilikuwa na uzuri wake, lakini na ilikuwa na ubaya wake. Kujijengea jina ilikuwa kitu nzuri. Mungu anataka kwa kila kitu unafanya ujijengee jina. Ukiwa mwalimu ujijengee jina, usifundishe kawaida. Ukiwa mchungaji usitweke mchungaji kawaida. Ukiwa mwinjilisti usikuwa mwinjilisti wa kawaida, ujijengee jina. Lakini kitu ilisababishia mawazo ifeli, kwamba mapenzi ya Mungu ilikuwa kwamba watu watawanike dunia nzima, lakini hawa watu hawataki kutawanika, wanataka kukaa sehemu moja. Na unapofanya vitu kinyume na mapenzi ya Mungu, sio shetani anakupiganisha, sio watu wanakupiganisha, ni Mungu anapiganisha. Mungu hawezi kuruhusu ufanikiwe kwa kitu kinyume na mapenzi yake. Namba 2, kitu ya pili ilikuwa feki. Kwa hiyo kitu walitaka kujenga mnara yenye ipeleke watu mbinguni, japo Mungu anataka watu kwa kwenda mbinguni wapitie kwa jina inayoitwa, sio jina kubwa kupita majina yote, jina ya Yesu. Sasa wao walitaka kujitengenezea njia yao, shortcut, njia yao ya aina yao iwapeleke mbinguni. Kwa hiyo lazima, kama tunafikiria kuwa na kitu, kanisa niko na utawala bora, kanisa yenyewe inaweza kuwa na picha nzuri, kanisa yenyewe inaweza kuinuka, kanisa yenyewe inaweza kusaidia, lazima namba 1 hiyo kanisa ikuwe na watu wapewe uongozi, kazi. Namba 2 hiyo kazi waifanye. Namba 3, lakini hiyo kazi waifanye wakiwa nafanya si kwa njia ya kawaida, waifanye wakiwa wanajijengea jina. Namba 4, hiyo kazi wakuwe naomba, kwa sababu kazi ya Mungu yote inapiganishwa na kazi ya shetani. Lazima wakuwe watu wanaomba. Namba 5, kuna maombi ingine, kwa maombi ingine lazima ichanganywe na kitu inaitwa jina yake kufunga, kwa sababu kuna mapepo ingine haitoke kwa kuomba peke yake, kuna mapepo inatoka katika kuomba na kufunga. Lakini namba 6, Biblia sa Roho Mtakatifu akasema nitengee Barnaba na Sauli kwa kazi hiyo niliwaitia. Unisikilize, unajua kazi ya Mungu ni kazi ya kiroho, na kusudi tupate kufanikiwa kwa kazi ya kiroho lazima Roho ndio atuongoze. Lakini kusudi Roho aanze kutuongoza na Roho apate kusema na sisi, lazima mtumishi wa Mungu akuwe na sifa 5. Sifa ya kwanza, lazima apewe kazi, au yeye mwenyewe awe na kazi. Sifa ya pili, unisikilize vizuri, lazima afanye hiyo kazi. Sifa ya 3, afanye hiyo kazi, si kazi kwa kuzembea au kwa kawaida, lakini aifanye kazi kwa ziada, kwa sababu kitabu ya Yeremia 48:10 milesa, alaaniwe yeyote anayefanya kazi ya Mungu na kuzembea na udhaifu. Lakini namba 4, kwa sababu kazi ya Mungu inapiganisha kazi ya shetani, lazima awe mtu anaomba, kwa sababu maombi ndio silaha kubwa. Namba 5, hayo maombi aichange na kufunga. Na tukishafanya hiyo mambo 3, watu wapende wasipende, muji ipende sipende, mapepo ipende sipende, Roho Mtakatifu atasema, Roho Mtakatifu atatuelekeza. Tunafeli kwa vitu mingi kwa sababu tumefanya bila direction, maelekezo ya kiungu. Unakuta mtu anaandaa crusade, hata mtu mapesa natumika mingi, lakini hata mtu mwa akuokoka kwa mkutano.
Kwa hiyo hakuelekezwa na Roho wa Mungu. Tunataka kazi ya Mungu watu waelekezwe na Roho wa Mungu. Tunapokuwa kazi ya Mungu inapokuwa, kwa sababu ni mambo ya kiroho, na maamuzi yote yanahitaji kuchukuliwa hapa iwe maamuzi ya kiroho. Lakini kuna vitu mingi vinafanyika makanisani, sio maelekezo ya kiroho, ni maelekezo ya kimwili, na mwisho ya siku mnatumia nguvu, mnatumia pesa, mnatumia muda mwingi, lakini matokeo yake yanakuwa kugeuka kuwa zero. Nitajaribu kupatia mfano mmoja tukiwa naendelea. Niliona wakati fulani tukiwa nafanya kazi ya Mungu katika nchi ya Kongo, na kweli tulikuwa natumika, na naweza kuambia tulikuwa natumika na bidii, na kuambia tulikuwa na omba, na kuambia tulikuwa na funga, tulijicommit. Na kwa sababu tulifanya hii mambo tano, uongozi ulikuwepo, kila mtu alikuwa anajua kazi anafanya kanisani. Namba 2, kila mtu kazi aliyepewa alifanya. Namba 3, kando ya kufanya tuliifanya na bidii, kujitoa extra. Lakini namba 4, tulikuwa naomba na tulikuwa nafunga. Namba 5, na Mungu aliongea. Jumapili moja tukiwa kwa ibada, Mungu akaongea kupitia mama moja alikuwa muombaji kanisani, na Mungu akasema na wasiku, kwa sababu tulikuwa tunakodesha ukumbi kubwa ya sinema. Mungu akasema Jumapili ijayo tufanye mchango kubwa, na hiyo pesa yote itapatikana ilipe ukumbi hiyo kwa mwaka mzima, kwa sababu ndani ya kanisa kuna kuja ukame ya pesa. Pesa itakosekana, na kama hatutafanya hivyo tutafukuzwa kwa hiyo ukumbi. Basi ilipotangazwa hivyo, hiyo unabii ilipotoka, tukaambia watu Jumapili inayokuja tunafanya harambee, mchango, tunataka kulipa hiyo ukumbi kwa mwaka mzima, kila mtu akuja ajiandae. Basi Jumapili ilipokuja, kama vile Mungu alisema, Roho anasema, mara mingi tunafeli kwa vitu mingi kwa sababu ni mwili inatuongoza, hisia zetu zinatuongoza. Lakini kama Roho wa Mungu ndio atatuongoza, tutafanikiwa. Mungu atatutangulia, kwa sababu Mungu iko nyuma ya neno yake. Basi Jumapili ilipokuja, tulipochanga pesa, watu walichanga, ikapatikana pesa kabisa kamili, bila kupungua na bila kuongezeka, ya kulipa ile ukumbi wa sinema kwa mwaka mzima. Na pesa ilipopatikana, moja kati yetu, na yeye alikuwa askofu, pesa ilipopatikana akaleta mawazo tofauti na hiyo unabii ilitoka. Akasema, hii pesa ninaona vizuri, hii pesa tungeichanga, tungefanya nini? Tutengeneze crusade kubwa. Na huyu mtu ni mtu Mungu alikuwa anamtumia sana katika crusade ya kuhubiri, watu wanapona, watu wanafunguliwa. Sasa tukitengeneza crusade nzuri, na hiyo crusade tuifanye ifanikiwe, watu watapokoka, hiyo tatizo ya pesa Mungu alikuwa anatufungulia haitakuwepo, kwa sababu watu watakuwa wengi kanisani na pesa itapatikana. Sasa alishawishi mchungaji mmoja baada ya wengine, akashawishi watumishi mmoja baada ya wengine. Na ilipokuja kwa kikao, mimi nilikuwa mmoja wa wale walipinga. Nikasema hatukuwa na plan ya kuchanga pesa kwa ajili ya kulipa hukumu. Ni Roho alisema, ni Mungu alisema. Sasa hii pesa kama tunataka kuitumia kwa njia, itakuwa makosa. Mungu alisema kuna kuja ukame ya pesa, na itasababisha tushindwe kuweza kulipa ukumbi ya sinema, na kanisa ikafanya nini? Ikafukuzwa. Lakini kwa sababu askofu alikuwa na ushawishi na alikuwa tayari ameshawishi watu wengi, mawazo yake ikakubalika kwamba hiyo pesa Mungu alisema tuchange kwa ajili ya kulipa ukumbi mwaka mzima, hasa ikapelekwa kwa ajili ya crusade. Mimi nilipinga, lakini wengi walikubali. Kwa mwisho ya siku pesa ikaingia kwa ajili ya, tunaenda uwanja wa mpira mahali crusade itafanyika, suti ya mtumishi, matangazo kwa radio, matangazo kwa television, pesa yote katika. Kweli mtumishi ni mtumishi mzuri, huyo alileta idea,
kweli akihubiri crusade, watu okoka, watu upona, watu ufunguliwa. Siku ilipotimia, pesa yote ikaingia kwa mikutano ya crusade. Na siku ilipotimia ya crusade, tukiwa katika kufunga tunaombea crusade. Siku ya kwanza crusade itaanza saa 9. Kuanzia saa 8 mchana mvua ikanyesha mpaka usiku. Jumatano crusade ya kufanyika. Siku ya pili ya Alhamisi mvua ikanyesha kuanzia mchana mpaka usiku, crusade ya kufanyika. Mpaka vile tulifika Jumapili, hakuna siku crusade ilifanyika. Hiyo pesa yote ikapotea hivyo. Mwisho ya siku kanisa ilifukuzwa. Washirika wale walichanga pesa wao, walitoroka kanisa, wakatuambia sisi ni watu wa kimwili. Mungu aliongea na sisi kwamba tuchange pesa kwa ajili ya kulipia hukumu, lakini kiisha pesa kuchangwa, sisi tunaitumia kwa njia tofauti na vile ilihitaji kutumika. Sasa wakati watu, nisikilize vizuri, wakati watu wanapewa uongozi kazi, namba 2 wanafanya hiyo kazi, namba 3 wanaifanya kwa kujijengea majina na bidii zote, namba 4 tunaomba, namba 5 tunafunga, tupende tusipende, kwa sababu tunamtafuta uso ya Mungu. Mungu atasema, na chochote kile Mungu anasema, yetu ni kutii na kufanya sawasawa na vile Mungu amefanya nini, ameongea. Kwa sababu hii ni kazi ya kiroho na inahitaji maamuzi ya kiroho. Lakini kwa bahati mbaya, watu wengi kwanza wanafanya hii kazi ya kiroho ni watu wa kimwili, na kama unakuwa mtu wa kimwili, kwa hiyo maamuzi yako yote itakuwa maamuzi ya nini, ya kimwili. Na kazi ya kiroho haihitaji kufanywa na watu wa kimwili. Namba 2, kazi ya kiroho inahitaji kufanywa na watu wa kiroho, lakini pia ni watu wanaosikia maamuzi ya kiroho, kile Mungu anataka. Kwa sababu si kazi yetu, ni kazi ya Mungu, na Mungu ana vile anaipangia, na Mungu ana vile anataka iendeshwe, na Mungu ana vile anajua ikifanyika kwa njia itafanikiwa, na ikafanyika kwa njia haitafanya nini, haitafanikiwa. Sasa hiyo ni namba 1. Namba 2, unajua hawa walikuwa na uwezo ya kupinga. Roho Mtakatifu akasema mnitendee Barnaba. Barnaba ndio alikuwa kiongozi mwenye alipelekwa kwa hiyo kanisa, lakini akalazimika kutii. Na so kwa kazi ile nimewaitia. Unajua kwa hii kazi ya ualimu, hii kazi walikuwa wanafanya kwa kanisa, walikuwa wanafanya kazi mbili, na Paulo na Barnaba walikuwa wanafanya kazi mbili. Kazi ya kwanza walikuwa wanafundisha, kazi ya pili walikuwa wanapewa unabii. Lakini kwa sababu walifanya mambo 5, namba 1 walipewa kazi, namba 2 walitumika, namba 3 walitumika kwa mfumo ya kujijengea jina. Kwa hiyo walitumika na bidii na nguvu zao zote. Namba 4 walikuwa naomba, namba 5 walikuwa nafunga. Mbingu ilipoona hii mambo, wakaona wawatoe kwa hii level, wapeleke katika level nyingine. Na tukiwa na hii sifa 5, tunapewa kazi, na tukishapewa kazi tunaitumika. Tunaitumika kwa mifumo 3: kutumika kwa Bwana, kutumika ndani ya kanisa, na kutumika nje ya kanisa. Namba 3, tukiwa nafanya kwa mfumo, tunatumika na nguvu zetu zote tupate kujijengea jina. Kwa kujijengea jina ina gharama. Namba 4, tukiwa naomba, kwa sababu kazi ya Mungu inapiganisha kazi ya shetani, na shetani anapao. Tukiwa nafunga, na kuambia wapende wasipende, tutatolewa chini na tutaenda juu. Mungu akasema munitengee Paulo na Barnaba, kwa sababu ni watu special, wanatumika katika mifumo 4, mifumo 5. Sasa lazima watoke chini, wapande viwango ya nini, ya juu, kwa kazi hiyo nimewaitia. Na tukitumwa na Roho, tukielekezwa na Roho, kila kitu tutafanya, tutafanikiwa. Tukielekezwa na Roho. Na kule Paulo na Barnaba walienda, walikuwa baraka. Vipofu waliona, viwete walitembea, wabubu waliongea,
wafu walifufuka, injili ikasambaa dunia nzima. Kwa hiyo tukiwa na sifa tano, ya kwanza itasababisha tunapoongozwa na Roho, hiyo kazi tuko nafanya inaenea kote, inaenea Tanzania nzima, inaenea Afrika nzima, inaenea Kenya nzima, inaenea dunia nzima, na kila mahali watajua kile kazi ya Mungu mlikuwa nafanya, na itakuwa baraka na itasaidia na itapanuka na watu wengi watabarikiwa na kuinuliwa nayo. Na kama tunaongozwa na Roho, elewa, wamepelekwa na Roho, na mtu anayepelekwa na Roho inahitaji mambo tatu. Lazima kwanza huyu mtu akuwe na matunda ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu akipeleka unahitaji kuwa na matunda ya kimwili. Inahitaji Wagalatia 5:20, tunda ya Roho: upendo, utu wema. Na kama Roho Mtakatifu anapeleka watumishi wa Mungu, lazima hao watumishi wa Mungu wakuwe na matunda ya Roho Mtakatifu. Namba 2, kama watumishi wanapelekwa na Roho Mtakatifu, lazima watumishi wa Mungu wakuwe na nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu wakuwe na nguvu ya kukemea kazi ya shetani, wakuwe na nguvu ya kupinga mipango yote ya shetani. Kama tunapelekwa na Roho Mtakatifu, lazima tuwe watiifu kwa Roho Mtakatifu kwa kila jambo, na kila shughuli tutaifanya iwe shughuli inaongozwa na Roho wa Mungu. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Tukutane Jumamosi, na nakusiwe mwenyewe hujalipa pesa kwa shule, lipa pesa yako, lipa school fee yako. Bila hivyo tutafikiria kwa mfumo mwingine. Tunavumilia kwa sababu tuna matunda ya Roho, lakini kati yenu kuna watu wana miezi 4 hawajalipa shule. Kati yenu kuna watu wana miezi 3 hawajalipa shule. Kati yenu kuna watu wana miezi 2 hawajalipa, na wengine mwezi mmoja. Sasa hii mambo huko nasoma ni mambo ya kiroho, inahitaji pia tu kiasi. Ujiulize, tunafanya hii kazi, tunawafanya kazi, tunawalipaji? Na kama unataka kusoma masomo bure ya Mungu, haitakuwa baraka kwako. Tunakusi, please, lipa school fee yako. Masomo inabakia siku kidogo, tunatenda likizo, kisha turudie semester ya mwisho. Wale wa kupata diploma wapate diploma, wale wa kupata masters wapate masters. Sasa kama utashindwa kulipa school fees, sasa chetu utaweza kulipa? Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.